tumeletea wachezaji wenye viwango vya juu. Yaani mpira unaonekana. Simba ya asali na maziwa ndio hii. Simba ambayo tulikuwa tunaitarajia sisi iwepo. Viongozi walikosea mwanzo kwenye usajili. Tuwaletea kina JJ. Umeelewa? Lakini mwisho wa yote wameona vitu vizuri. Tunamshukuru Mungu kwamba Simba asali na maziwa imerudi. Ile sio ambayo tulikuwa tunahitaji sisi. Lakini mashabiki uwanjani ni kama walikuwa wameshakata tamaa kwa kile ambacho kinaonekana. Wito wao ama ule ubora ambao mmeuona kama mashabiki kujitokeza uwanjani umekuwa hafifu. Hawa ni matokeo ambayo mmekuwa mnayapata. Furaha ya mshabiki ni kuona timu yake inafanya vizuri. Lakini yote kwa yote mashabiki wa Simba walikuwa wamevunjika moyo kwa sababu gani? Simba ilikuwa inafanya vibaya. Lakini tushukuru kwamba Simba imerudi kwenye njia. Mimi na imani mashabiki wa Simba wanaipenda sana timu yao. Lakini kilichokuwa tunaumiza zaidi ni matokeo mabovu ya Simba Sports. Lakini tushukuru kwamba wachezaji wamekuja wazuri, tunapata furaha, mashabiki watarejea tu kuja kuisupport timu yao. Sisi ndo yaani mshabiki ni mchezaji wa 12. Isipokuwa sisi Simba haiwezi kwenda mbele. Kama ulivyoona leo mechi kubwa kama ile ndani ya viti wachezaji ndani majukwaa wachezaji ni mashabiki hamna. Kwa yote tumshukuru Mungu kwamba tumepata ushindi wa kwanza. Kitu ambacho nilikuwa nakililia siku zote kitokee ndani ya pichi, ndani ya Stadium Benjamin Mkapa ndio hiki. Nahitaji siku zote kitokee. Tutoe ile nuksi ya kutokushinda kwenye michezo ya klabu bingwa msimu huu. Tumetoa nuksi kabisa leo. Watani zenu hapa nyuma kabla ya usajili huu ambao mnajivunia nao walikuwa wanatamani sana na walikuwa wakijigamba kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo Machi moja. Hii hali ambayo mko nayo mnawaambia nini? Kwanza wakae mkao wa kula, wasubirie kipigo cha ajabu kwa timu ile ya kuungaunga. Shehe wangu, ukitaka kuamini kama timu ya kuungaunga tuangalie kesho, simenelewa? Kesho anazikwa pale ndani ya Amani Complex Zanzibar. Guantanamo. Shehe wangu, wewe unajua mashabiki wa Yanga African Modern Taarab hawaamini kwamba timu yao imeshuka kiwango. Modern Taarab wana nakshi. Hawaamini kwamba timu yao imeshuka viwango, simenelewa? Kwa kuaminisha hilo, msimu huu wamecheza michezo mitano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini wamescore magoli haya mawili, simenelewa? Yaani inakuonyesha kwamba timu yao imeluzi. Yaani sema hawataki kukubali tu, ni ubishi wao tu. Imeshafunga magoli mawili, wamefunga magoli manne. Na kesho nakuambia, pamoja nasema wao watafuzu, lakini nikwambie JS Kabylie sio timu ndogo, simenelewa? Kwa mashindano ya Afrika. Kesho Yanga kushinda ni sawa sana angebea kupita kwenye tundu la shindano. Na kutolewa wao ni kawaida, tusimenelewa? Ukiona baba kashindwa, ujue mama atafuatia tu. Yaani Simba kutokufanya vizuri kwenye mashindano ya CAF ndio imepelekea timu zote kufanya vibaya, simenelewa? Sisi ndo baba wa mpira wa Afrika, sisi ndo baba wa mpira wa Tanzania, wa Afrika Mashariki, simenelewa? Simba kafuzu, yani Simba kafeli. Vilabu vyote lazima vifuate nyayo zetu, simenelewa? Unapozungumzia Simba kwenye mashindano ya CAF hakuna asiyejua, simenelewa? Sema viongozi walibuki kidogo tukutuletea wachezaji ambao hawana quality, lakini Januari wametuletea vyuma kweli. Ina Libasa Gwelo hujamuona uwanjani akiwa na perform, simenelewa? Lakini yote kwa yote kwamba tushukuru kwamba Simba ya Januari ya msimu huu, shehe wangu nikwambie, tunaenda kuchukua NBC mapema tu. Tarehe 1 nitakuhakikishia pale ndani ya Stadium Benjamin Mkapa. Tuombe uzima, Mwenyezi Mungu atujalie, tutapata vitu vizuri vya asali. Shehe wangu akijichanganya tarudi kama 2012 ile goli 5 bila. Nakwambia kweli. Wakijichanganya tarehe 1 itarudi kama 2012. Sisi tushawajua wanatuweza nje ya uwanja, na tumejikamilisha safari hii. Sio ndani ya uwanja, nje ya uwanja tu uchawi ndio unatuzidi. Lakini tunawaambia safari hii tunadili nao eneo lote, na kesho tunamwambia kabisa Arafat Haji, iwe jua iwe mvua, Yanga African Modern Taarab haendi robo finali. Hiyo nazungumza mimi mzee wa kujichora kutoka Simba Sports, umeelewa? Iwe mvua iwe jua, kama walicheza mechi yetu na RS Berkane, na leo tunawaambia kesho sisi tunacheza mechi yao, hawezi kufuzu kwa namna yoyote ile. Yani iwe mvua iwe jua, na Yanga African Modern Taarab haendi robo finali. Asante sana mzee wa kujichora.